Karibu mtazamaji wa Global TV, mimi naitwa Korumba Levavas na hii ni simu ya dharura ikiwa inaelezea tukio la kijana ambaye ni mwendeshaji wa pikipiki ya miguu mitatu almaarufu kama bajaji katika jiji la Arusha. Alikuwa akipaki katika kituo cha Uswahilini na safari zake zilikuwa ni kutoka maeneo ya Uswahilini kuja katikati ya mji, hasa maeneo ya Friends Corner. Jana jeshi la polisi lilitoa taarifa likihusiana na kifo chake. Kijana huyu anafahamika kwa jina la Elias Julius Msuya ambaye alizaliwa mwaka 1997, kijana mdogo ambaye uhai wake umekatishwa kikatili na wale wanadaiwa kwamba ni abiria ambao walimkodi nyakati za usiku kisha akaenda kumnyonga na kumchoma na kisu chenye ncha kali maeneo ya kutokea mgongoni kuja mbele ya tumbo lake, hali iliyopelekea kupoteza uhai, kisha kuondoka na bajaji ambayo walienda nayo maeneo ya mti mmoja kama unaenda Karatu ama Mtwa Mbu maeneo ya Monduli kule. Na baada ya kufika huko wakaifungua pikipiki hiyo vifaa na kutoweka navyo. Sasa tumekuja kuzungumza hapa na madereva bajaji ambao wanamfahamu kijana huyo pamoja na viongozi. Kwa masikitiko makubwa anadai kwamba huenda alitekeleza uhalifu huo ni mtu anemfahamu kijana huyo, kwa sababu bajaji yenyewe ilikuwa ni bajaji ambayo ni ya mkataba, alikopeshwa na benki na alikopa na GPS, hivyo alijua labda akiondoka na bajaji hiyo ingekuwa rahisi kukamatwa. Hapa wanaeleza hatua ambazo wanashauri jeshi la polisi pamoja na serikali ichukue ili wao wawe salama. Kwa majina naitwa Abdurazak, ni mwenyekiti wa bajaji wilaya Arusha mjini. Kwa masikitiko makubwa, siku ya jana tulipata taarifa ya kuuawa kwa dereva mwenzetu maeneo ya Nado, na baadaye bajaji yake ikaenda kupatikana maeneo ya mti mmoja huko Oljoro, na kilichosaidia kupatikana kwa kugundulika kwa bwana kwa sababu bajaji iliachwa leseni iliachwa mfukoni, kwa ikawa ni moja ya chanzo cha kujulikana kwamba ni dereva. Lakini watu wale wanaonekana walimkodi, wakampeleka kule, wakaenda wakamfanyia hayo madhara, wakaichukua bajaji yake wakaenda umbali mrefu sana, umbali wa Nado mpaka kule mti mmoja Oljoro, ni mbali sana. Sasa ndugu yetu yule amepata majeraha mgongoni ya kuchomwa na kitu chenye ncha kali, wakati naona akiwa anajitetea. Wakati walichukua ile bajaji wakaenda wakafungua kila kitu, wakafungua injini, matairi, vioo, wakachukua kila kitu kilichokuwa kule. Baadaye kuja wakati wa upelelezi na ikaja na sisi viongozi wa bajaji tukaitwa, tukaenda kumtambua kwamba ni mwenzetu. Dereva anaitwa Elias Msuya, anafanya kazi barabara hii ya dampo Uswahilini. Kwa kweli ni kwa masikitiko tumepata taarifa ile, ni jambo ambalo halikuwahi kutokea, la dereva kutekwa, kuuawa na vitu vyote kuchukuliwa kwenye bajaji. Na wasima dereva wenzangu wachukue tahadhari wakati wa kubeba abiria usiku. Lakini pia na si jeshi la polisi liangalie vile vituo ambavyo vina hatarishi, kwa mfano maeneo ya dampo, maeneo ya Friends Corner kwenye mataa, maeneo hayo na Jogoo kwa usiku, kwa sababu sisi viongozi na madereva bajaji wengi wanakuwa wameshaondoka, wameenda kupumzika. Linakuja kundi lingine, linakuja kupiga debe na kusimamia zile bajaji, kiasi kwamba sasa sisi tunakuwa tunapata wakati mgumu, ni nani amefanya tukio hilo, ni nani anafanya matukio hayo. Kwa bahati mbaya pia pamekuwa panatokea matukio ya abiria kuibiwa usiku, lakini pia kufanyiwa madhara na hao ambao sisi hatuwajui, wanaofanya kazi usiku wa manane. Kwa hiyo tunaomba jeshi la polisi pia tuwatahadharishe wananchi kwamba wasiwe wanapanda bajaji usiku ambazo hawazielewi, kwa sababu pia wanakuwa wanafuatiliwa nyuma na hawa mabwana wanaenda kuwafanyia madhara, kwa sababu kwa kitu alichokifanya ni kama walipata pia mashaka, na ni mtu anemjua vizuri, sababu bajaji ile pia ni moja kati ya bajaji zote leo mikataba na benki. Nafikiri huyo mtu aliwaza kwamba ina GPS, akiondoka na bajaji nzima yawezekana taarifa ikajulikana iko wapi, na ndio maana akafungua vifaa vyote, na muonekano tu kwa haraka ni kama aliyemkodi anamjua vizuri, na ndio maana alimuua kabisa. Kwa majina naitwa Amar Haji Masatu, nikiwa kama mwenyekiti wa Friends Corner. Tokea tukio hili limetokea, tulipata taarifa
tukaenda kituo cha polisi cha Murieti. Kweli tuliangalia mwili ulivyokuwa, kwa mazingira nilomuona mimi kama mimi, alipata tabu sana yule dereva. Na waliokuwa wamedhamiria kumfanyia kitu kama kile walikuwa wamejipanga muda mrefu. Sio tukio la kushtukiza. Sio tukio la kushtukiza watu wamemchukua wakaenda wakamfanyia, walikuwa wamepanga muda mrefu. Kwa hiyo ile siku ambayo ya tukio ndio ilikuwa siku yao ya deadline ya kumfanyia hilo tukio. Kwa hiyo walikuwa wamejipanga vizuri. Huwezi ukaniambia kwamba mtu ameenda kwanza wamemuua. Maana tuliona wamemchoma hapa katikati ya uti wa mgongo, kuna alama wamemchoma, ndio ikaenda ikampelekea kifo chake. Na pia kwenye mifuko yake ikaonekana walikuwa wamemsachi kabisa na walidhamiria kabisa kuchukua na mali zake. Sawa, na kutoa uhai wake, ni kitu walidhamiria. Na kingine, kwa mujibu hiyo bajaji ilivyosambaratishwa, inaonekana kuna mawili, aidha ni mafundi walishirikiana na watu ambao sio mafundi kusambaratisha ile bajaji. Maana huwezi ukaniambia mtu anayepaka spana ya kufungua kikombe cha bajaji, ufungue tairi, ufungue na paka nati ya ndani kabisa. Hiyo inaonyesha kabisa wako ni watu wataalamu na mafundi wapo. Kama serikali itafanya utafiti, iende na kwa mafundi, na wale wanaouza spare used hizi za bajaji wakague pia. Maana kitendo hichi kimesikitisha sana. Mimi mwenyewe kiliniumiza sana. Nilishindwa hata kufanya kazi siku nzima jana, baada ya kwenda kumuona yule kijana. Ni kijana mdogo wa 97. Kijana mdogo anatafuta riziki yake ya halali, lakini wameenda wamemfanyia kitu kama hicho. Mimi ninaombi na maono, kama serikali itasikia maneno haya, watufutie, watumie nguvu, maana yenyewe ina nguvu kuliko viongozi wengine. Kama sisi viongozi wa vituo, sisi hatuna nguvu zaidi yao. Wao ni mamlaka. Watuondolee kilo ya bajaji hapa, mataa hawa vijana wanaosimama usiku hapa. Watuondolee, maana wengi wao ni waizi, ni wakora, wanatumia paka silaha kuwasurutisha hawa madereva hao. Miongoni mwao wanawaonea, wanawanyanyasa, na pia hawatambuliki kisheria. Na pili, kuna kilo ile ya dampo pale. Ukienda paka usiku saa 8, mimi nilipita, mimi nakaa dampo. Nilipita siku moja, nilikuwa naenda dampo, nikakuta pale kuna grupu la vijana wengi wanavuta bangi hadharani pale, na mambo mengi yanafanyika pale. Kwa hiyo huenda uhalifu unafanyika kupitia vituo kama hivyo. Sawa, vituo kama hivyo. Mimi kama mwenyekiti wa Friends Corner nilikuwa naombi serikali litumie nguvu kubwa kusafisha hapa Friends Corner, kwenye mataa hapa Shell, na pale mwisho wa ice wa dampo pale. Iondoe bajaji kabisa pale, zisiwepo pale. Mtu akiwa ameenda niende na special maalum kwa utaratibu maalum. Mimi ni hayo tu, nimemaliza. Nje na amekitwa, yani amechoma kwa kiasi gani mgongoni? Inavyoonekana jinsi ilivyokuwa. Mimi ni dereva bajaji hapa Friends Corner. Kwa kweli tukio hili la kuuawa mwenzetu, dereva mwenzetu, limenisikitisha mimi kama dereva wa bajaji. Na inavyoonekana hao watu walidhamiria kuiba hiyo bajaji, lakini ili kupoteza ushahidi wakafungua vile vitu vya ndani ambavyo ni injini, vile vitu muhimu, wakaacha bodi ili kupoteza ushahidi, kwa sababu waliona kwamba akichukua ile bodi ni rahisi kukamatwa. Kwa hiyo inawezekana mtu amenunua bodi yake akaenda kuvalisha ile injini pamoja na matairi kila kitu, kwa hiyo akawa tayari ana bajaji. Kwa hiyo ile bodi anaweza kupata kwa bei rahisi kwa watu ambao labda bajaji yake imekufa au bajaji imechinjwa, kwa hiyo akaenda kuiba kufanya ile tukio. Na inawezekana yule dereva alimfahamu, ndio maana aliamua kumuua ili kupoteza ushahidi. Kitu gani kifanyike sasa ili kuwadhibiti au kuwakamata hao watu? Kiukweli hao watu, kitu cha kufanya ni dereva mwenyewe. Katika mazingira ya usiku yanakuwa sio rafiki sana kwa hizi kazi zetu. Lazima dereva uwe makini, uangalie watu wanaokukodisha usiku na mazingira wanakokupeleka. Pastor Ezekiel wa New Life Prayer Center and Church Mombasa nchini Kenya anawakaribisha kwenye ibada kubwa ya meza ya Bwana iliyojaa uponyaji, ukombozi na unabii tele kwa mataifa yote, kwa sababu ya damu ya Yesu. Because of the blood of Jesus. Anapona. Today gets healed. Na mwili wako wa nje, You are out above.
utaishi. Njoo ukutane na Pastor Ezekiel uso kwa uso. Nilikuja hapa meza ya Bwana nikiwa nasumbuliwa na pressure kwa miaka 11, nikapona. Safiri pamoja nasi kwa gharama nafuu sana. Hakuna sababu ya kuteseka tena. Usipitwe na neema hii. Ibada hii itaanza tarehe 2 mpaka tarehe 13 mwezi wa 4 2025. Kwa maelekezo ya safari piga simu namba 0774 78 15 37. Njoo sasa upokee muujiza wako from above only.